Naam, hujambo na karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, tusonge mbele na habari ambazo zinajiri leo nchini Tanzania. Hatimaye Tundu Lissu azungumza na kumjibu Samia Suluhu Hassan kuhusu tume ya uchunguzi iliyoteuliwa na rais kuchunguza mauaji ya wakati wa maandamano nchini Tanzania. Kabla tusonge mbele, ni kujuze zaidi, chukua sekunde yako moja, bonyeza alama like, kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii. Tundu Lissu sasa amezungumza na kujibu utawala na Rais Samia Suluhu Hassan na ametuma barua kupitia Chadema kuelekea kwa Samia Suluhu kupinga na kukataa vikali watu walioteuliwa katika jopo hilo la kuchunguza mauaji na machafuko ya tarehe 29 wakati wa uchaguzi na maandamano. Katika barua hiyo ambapo imechapishwa na chama cha Chadema, ambapo mwenyekiti wake ni Tundu Lissu aliye gerezani, kimeweza kunukuu na kuandika hivi: msimamo wa Chadema kuhusu tume iliyoandaliwa kuchunguza matukio ya uvunjifu wa amani baada ya uchaguzi wa Oktoba tarehe 29. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kinapenda kuuarifu umma wa Watanzania na jumuiya ya kimataifa kwamba haitambui tume ya uchunguzi iliyoteuliwa na ndugu Samia Suluhu Hassan aliyejisimika madarakani bila ridhaa ya wananchi, inayoongozwa na Jaji Mkuu mstaafu Mohamed Chande Othman, akielekeza kuchunguza matukio ya uvunjifu wa amani yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba tarehe 29 mwaka huu. La kwanza na la msingi zaidi, msimamo wetu kama Chadema unatokana na ukweli kwamba mteuzi wa tume hiyo ndugu Samia Suluhu Hassan hana uhalali wa kisiasa, kisheria na kimaadili. Alijipachika urais kupitia mchakato usio huru, usio wa haki, usio wazi na usiokidhi viwango vya kidemokrasia, kama ambavyo walivyosema waangalizi wa uchaguzi wa Umoja wa Afrika AU na wale wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC, yani SADC. Ndugu Samia hana mamlaka ya kimaadili wala kisiasa kuunda chombo cha kuchunguza uhalifu mkubwa uliofanywa na utawala wake dhidi ya raia waliokuwa wakidai haki zao za kidemokrasia na kikatiba. Aidha, kwa mujibu wa sheria ya uchunguzi Commission of Inquiry Act 2002 Chapter 32, tume ya aina hii ni chombo cha rais kinachofanya kazi kwa matakwa na maelekezo yake. Hata ripoti ya tume, rais ana mamlaka ya kuamua ichapishwe au isichapishwe, iwasilishwe hadharani au ifichwe. Kwa mantiki hiyo, si chombo huru na hakiwezi kutoa ukweli wala haki katika mazingira ambapo serikali ndiyo mtuhumiwa mkuu. Zaidi ya hapo, haiwezekani mtuhumiwa akajichunguza mwenyewe alafu tutarajie haki. Serikali ya Samia ndiyo iliyoasisi, kuratibu na kutekeleza mauaji, utekaji, mateso, ubakaji, unyanyasaji na ukiukwaji mpana wa haki za binadamu. Wote walioteuliwa ndani ya tume hiyo waliwahi kuwa au ni watumishi wa serikali na pia ni wanachama wa chama anachokiongoza ndugu Samia Suluhu wa CCM, jambo ambalo kimsingi linakiuka kanuni ya msingi kwamba tume huru haipaswi kuwa na uhusiano wowote na serikali wala chama tawala. Hawa wajumbe wakati wote wamekuwa sehemu muhimu ya kuingiza nchi yetu kwenye maafa haya, na baadhi yao ni watuhumiwa wa kupanga au kutekeleza ukiukwaji mkubwa wa haki za kibinadamu wakiwa madarakani. Hii si tume huru, ni njama ya kuficha ukweli, kuficha ushahidi na kuendelea kuwaumiza waathirika. Kinachoitwa kuchunguza uvunjifu wa amani ni mbinu ya kuwageuza waathirika kuwa wahalifu na kuwasafisha wahalifu halisi. Lengo ni kuendeleza ukandamizaji wa sauti huru na kuhalalisha utawala wa mabavu unaotekelezwa na serikali isiyo na ridhaa na wananchi. Kwa msingi huo, Chadema inasisitiza kwamba iundwe tume huru ya kimataifa yenye uwezo, weledi, mamlaka na uaminifu wa kuchunguza kwa uhuru na umakini mauaji, makosa dhidi ya binadamu na ukiukwaji mkubwa wa haki za kimsingi za raia uliofanywa chini ya utawala wa Samia Suluhu Hassan. Serikali inapaswa kuruhusu uchunguzi huo usimamiwe na tume huru ya kimataifa ambayo itafanya kazi bila uoga, vitisho wala kuingiliwa. Tunatoa wito kwa taasisi za kimataifa ikiwemo Umoja wa Mataifa na Baraza lake la Usalama UNSC, Mahakama ya Kimataifa ya Makosa ya Mauaji ya Halaiki, Makosa dhidi ya Binadamu na Makosa ya Kivita ICC, kamisheni za haki za binadamu za kikanda na kimataifa, mataifa rafiki na wadau wote wa demokrasia kuchukua hatua za haraka kushinikiza serikali ya Samia Suluhu na CCM kuruhusu uchunguzi huru wa kimataifa.
Ujumbe wetu uko wazi na thabiti: hakuna amani bila haki, hakuna uhalali bila ridhaa ya wananchi. Mtuhumiwa hawezi kuwa mwamuzi wa uhalifu aliofanya. Chadema itaendelea kusimama imara na wananchi wa Tanzania hadi haki itendeke na wahalifu dhidi ya ubinadamu wawajibishwe kama inavyostahili. Tunawaomba Watanzania wote na jumuiya yote ya kimataifa kutunga mkono katika msimamo wetu huu. Taarifa hii imetolewa leo Jumatano tarehe 19 Novemba mwaka 2025 na katibu na naibu mwenyekiti wa chama hicho cha Chadema John Heche, ambaye ni mdogo wake ama aliyeko chini ya Tundu Lissu ambaye sasa hivi yuko gerezani. Lakini ripoti hii yote, mwenyekiti wa chama hichi ni Tundu Lissu ambaye yuko gerezani sasa hivi kwa mashtaka ya uhaini, na inaonyesha wazi dhahiri ya kwamba John Heche hawezi kuamua maamuzi haya bila Tundu Lissu. Hivyo basi ujumbe huu pia unaakisi ya kwamba Tundu Lissu huu ndio msimamo wake, ya kwamba hakubali tume hiyo ambayo imeweza kuchaguliwa na Samia Suluhu Hassan kuweza kuchunguza mauaji, machafuko yaliyotokea mnamo tarehe 29 Oktoba baada ya uchaguzi. Mtazamaji, hiyo ndiyo barua ya Tundu Lissu kupitia Chadema. Upande mwingine, chama pia kinasisitiza kwamba uaminifu katika uchaguzi ni sehemu isiyoweza kujadiliwa ya amani ya kitaifa. Katika taarifa yao ya hivi punde, viongozi hao wa Chadema wameikumbusha serikali kuwa hakuna utulivu bila haki na hakuna utawala halali bila ridhaa ya watawala. Wanasema kudhoofika kwa uadilifu wa uchaguzi tayari kumeifanya nchi hiyo kuwa na hali ya kutoaminiana zaidi kisiasa, na kwamba kurejesha imani katika mfumo huo lazima iwe kipaumbele cha kwanza cha serikali. Katika rufaa yao kwa jumuiya ya kimataifa, Chadema hata hivyo wameutaka Umoja wa Mataifa, Mahakama ya Kimataifa ya Jinai na vyombo vya haki za binadamu duniani kuisimamia Tanzania kwa karibu na kuingilia kati pale inapobidi. Chama hicho kinasema mazingira ya kisiasa ya Tanzania yamezidi kuwa si salama kwa sauti za upinzani, na kwamba ni ushirikishwaji wa taasisi zisizoegemea upande wowote za kimataifa pekee ambazo zinaweza kuhakikisha mchakato wa uchaguzi huru na wa haki katika mizunguko ijayo. Wanasema kuwa bila uangalizi mkali wa kimataifa, taasisi za serikali zinaweza kuendelea kufanya kazi bila kuadhibiwa na kuacha raia katika hatari ya kukamatwa kwa sababu za kisiasa, vitisho na ghiliba. Rufaa hii ya Chadema sasa hivi inaangazia hoja zilizotolewa hapo awali na mashirika haki za binadamu na serikali za kigeni, hasa kufuatia ripoti za kuwekwa kizuizini kinyume cha sheria, matumizi ya nguvu kupita kiasi wakati wa maandamano na polisi wenye upendeleo. Mtazamaji, ningependa kusikia maoni yako kuhusiana na barua hii ya Chadema ambapo mwenyekiti wake ni Tundu Lissu aliye gerezani. Ningependa kusikia maoni yako. Je, wewe pia unaunga mkono barua hii yao au unadhani walioteuliwa na Samia Suluhu Hassan wako sawa tu? Na kuacha uwanja wa comment section unijuze maoni yako. Vile like video hii kisha subscribe na ubonyeza alama ya kengele, alafu bonyeza ama gusa kiboksi hicho kwenye screen yako. Kufanya hivyo kitakuelekeza katika taarifa ama habari zetu mpya.